Habari zenu ndugu watazamaji wa Sheka Toto TV. Karibuni katika kipindi chetu cha yaliyojiri. Leo Jumatatu tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka 2025. Ninayekuletea kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Rose Mbula, nikiwa na wenzangu Shehe Ali Muhammad Salim na ndugu yetu Aisha Muhammad Hamisi. Karibuni kujiunge nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu. Tunaanza na habari yetu ya kwanza ambayo nasema maono ya Rais Samia Suluhu Hassan yaliyotoa mwanga mkubwa katika sekta ya elimu. Katika jitihada za kuiboresha elimu nchini Tanzania, idara ya udhibiti ubora wa shule inaendelea kuwa gumzo muhimu katika kuhakikisha viwango vya elimu vinakamilika. Idara hii ambayo ipo ndani ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria ili kuhakikisha kuwa kila mtoto wa Kitanzania anapata elimu bora. Afisa mdhibiti ubora wa shule wa wilaya ya Nyasa, mkoa wa Rukwa, mkoa wa Ruvuma, Mwalimu Rehema Aule anasisitiza kuwa Rais Samia Suluhu Hassan ametoa mwanga mkubwa katika sekta ya elimu. Ni jambo zuri kwa kweli. Ni jambo zuri sana na tuna imani naye sana mama, kwa sababu anayotufanyia ambayo ndio ni yale mambo mazuri, kwa sababu kufanya elimu, yani kuiweka sekta nzuri, ni kuandaa vijana ambao watakuja kusaidia taifa. Na kama analofanya ni uzuri zaidi. Humo ndio watakamopatikana majeshi, watakamopatikana mawaziri katika kazi ambayo wanaifanya marais. Watu mbalimbali, wasomi, maprofesa. Yani ni kazi nzuri sana anayoifanya mama, kwa kweli mama hana baya, tunampongeza sana. Na mitano tena kwa mama. Amina. Tunaenda kwenye habari nyingine, inasema walimu shule nzima waomba uhamisho kutokana na utata uliojitokeza huko Kilimanjaro. Hii ni Kilimanjaro ni Kilimanjaro. Shule ya msingi Mkesho iliyopo kijiji cha Mkundo. Ngoja nitamke Mkundo, kata ya Machame Mashariki, wilaya ya Hai, Kilimanjaro, ambayo ina walimu watatu pekee wanaofundisha wanafunzi 175. Walimu wote wameandika barua ya kuomba uhamisho. Wameomba uhamisho. Walimu hao wanadaiwa kutoridhishwa na vitendo vya baadhi ya wazazi kutaka shule hiyo wanafunzi wake wafundishwe na wazawa. Yaani hawa wazazi wa hicho kijiji hicho huko Kilimanjaro ndio wanataka wale wanafunzi wao wafundishwe na walimu wazawa, yani wale waliozaliwa pale. Yani ilivyo so wageni. Wale waliozaliwa pale ndio wanatakiwa wafundishe pale. Sasa hii habari sijamaliza shari. Hii habari inasema hivi: kutokana na madai hayo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Doris Mwinga amekemea vikali hali hiyo, kwa kuwa Tanzania ni ya wote, mtu yoyote anaweza kufanya kazi popote. Sawa. Ina maana walimu wanaotoka sehemu mbalimbali kupelekwa pale kwenda kufundisha. Utakuta labda mwalimu katoka labda Dar es Salaam kapelekwa labda Iringa. Ndio. Sasa wale wazazi wa kule hawataki wageni. Wanataka wageni kivipi? Ndio kutokujielewa tu, kwa sababu mtu anaruhusiwa kufanya kazi popote. Au wazazi mimi ninahisi kwanza wana matatizo. Na matatizo zaidi yani mimi naona wana ule umimi. Wana matatizo kwa sababu gani? Wanataka wale wanao wasipate elimu. Kwa sababu watakapokuwa wewe mtoto wako anasomeshwa na mjomba wake, itakuwa hata ile adabu ya kiheshima hakuna. Na inawezekana mtoto akapigwa akaenda kaambiwa, wewe ilikuwaje ukanipigia mwanangu au ukamtia adabu mwanangu?
Sasa hilo ni kitu hakiwezekani. Hata hivyo anaweza akafanya kosa ukachukulia kwamba huyu mjomba wangu. Sasa mtoto atakuwa elewe. Kwanza hiyo sio tabia nzuri. Hiyo sio tabia nzuri. Mtu mgeni atakapokuja pale ana uwezo wa kumcontrol yule mwanafunzi. Ndio. Na kumrekebisha. Lakini mzawa anakuwa anaogopa. Siwezi kufanya kitu fulani kwa sababu ya mtoto. Huyu mtoto wa fulani. Sasa hapo unajenga unabomoa. Wanabomoa. Sasa walimu watatu, yani shule nzima ina walimu watatu. Nao walimu watatu wamegaili. Wameomba barua za uhamisho, yani wameandika barua za uhamisho. Kutokana na wazazi wa pale hawataki wafundishe watoto wao. Wanataka mwalimu aliyezaliwa pale ndo wafundishe watoto wao. Sasa huko ni kuipakia serikali. Kwa sababu inayotoa ajira ni serikali. Sio nyie wazazi au wana kijiji. Hiyo ni sahihi. Na yule analipwa na serikali ili awafundishe watoto wenu. Sasa leo hii nyie hamwataki hao walimu. Mnawataka watoto wenu ndio waje kufundisha wanafunzi wenu. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Hicho kwanza ni kitu kilichokuwa hakiwezekani. Na hicho ni kitu ambacho serikali kikiingilie kati, kwa sababu ukisikia ubinafsi sasa ndio unaanza kama hapo sasa. Ina maana hao waliopo wakomae hao na wao kama wapo wengine wapelekwe sehemu nyingine, kwa sababu serikali inachokifanya hakutakiwi binafsi. Tanzania yote ni moja. Huo ni ubinafsi na unyanyapaji, kwa sababu nchi yetu sisi haijaendeshwa katika ubinafsi na ukabila. Sababu hapo wanatengeneza mazingira kama ukabila. Sawa. Wale watu wanataka yeye ni wapale pale. Ina maana kabila yao. Kabila yao. Ina maana wageni wanaotoka nje ni kabila tofauti. Ndio. Ni kitu ambacho sio sahihi. Hicho sio sahihi kabisa. Tunaenda kwenye habari yetu nyingine ambayo inasema James Mgego amesema mkatende haki na si kubaguana. Ndio hayo tunayoyasema. Huyu katibu wa Chama cha Mapinduzi CCM Manispaa ya Songea anaitwa James Mgego amewakumbusha wenye viti na wajumbe wa serikali za mitaa kutenda haki bila kubaguana wananchi kwa itikadi, kubagua wananchi kwa itikadi zao za kidini na za kitamaduni. Badala yake wafanye kazi kwa kutanguliza maslahi ya wananchi na sio ya ubinafsi, kwani cheo ni dhamana. Ndio hayo tunaosema. Kwamba mwingine anafanya kazi kwa kumbagua, huyu simhudumii, huyu namhudumia. Huyu simhudumii, huyu namhudumia. Huko ni kubagua wananchi. Na wewe pale umechaguliwa na wananchi. Kwa hiyo inabidi ufanye kazi ambazo wananchi wamekuweka pale, uwasaidie. Yani changamoto zao uzitatue. Kazi yako pale, anayekuja na tatizo lake umsaidie. Isiwe huyu unamjua, huyu simjui, alafu uanze nini. Na ndio hayo yaliyopita hapa, ukisikia ubaguzi wenyewe ndio kama huo. Sasa huyu na sisi wa Tanzania sote ni wamoja. Katibu wa Chama cha Mapinduzi amewaambia kabisa wenyekiti na wajumbe wa serikali za mitaa, fanyeni kazi na sio kwa kubaguana. Sawa. Wafanyeni kazi wananchi. Ndio. Ambao wananchi ndio wamewachagua, tumewachagua hao wenyekiti wa serikali za mitaa na wajumbe. Tumewachagua. Kwa hiyo inabidi watufanyie kazi zetu kwa usahihi. Sawa. Kwani wale hawatakiwi kuwa na siasa kwanza. Wale mtu yote anayekwenda pale huyu chama kingine siwezi kumshughulikia. Hilo jambo sio zuri. Simshughulikii. Hapana hicho kitu. Watanzania sisi wote ni ndugu. Na ndio maana katika proposal, yani kuandika kitu chochote, kuna ndugu mheshimiwa, unaona ndugu waziri, yani sisi Watanzania ni ndugu. Sawa. Tunaenda kwenye habari nyingine, nasema Dr. Wilbrod Siraha amerejea Chadema. Tundu Lissu amempokea. Aliondokaga miaka mingi kidogo. Ndio. Aliyekuwa katibu mkuu wa chama mgombea urais kupitia Chadema Dr. Wilbrod Siraha amerejea Chadema na kupokelewa na mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu katika uwanja wa Rwanda Nzombe Mbeya huko jana Machi 23. Chama kikizindua operation no reforms no election katika jiji la Mbeya. Wapo katika uzinduzi wao. Uzinduzi wa kampeni. Wa kampeni, yani akauli mbiu yao no reform no election. Wanambwembwe sana. Chadema wana mambo. Ni kweli. Kwa hiyo ina maana huyu Siraha amerudia. Siraha amegombea nafasi gani? Ndio hajasema kama anagombea chochote au bila karudi kwenye chama.
Tunaenda kwenye habari yetu nyingine ambayo nasema daraja la JPM Magufuli huanza kutumika mwezi Aprili, mwezi huu wa 4 unaokuja. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi Dr. Charles Msonde amesema daraja la JPM Magufuli Kigongo Busisi Mwanza hiyo lenye urefu wa kilomita 3 litaanza kutumika rasmi Aprili 30 mwaka huu. Hata hivyo amesema ifikapo Aprili 10 ambao mwezi wa 4 tarehe 10 magari yataanza kupita upande mmoja kwenye daraja hilo ambalo ujenzi wake umefikia 97%. Huku ujenzi wake ukigharimu zaidi ya shilingi bilioni 610. Daraja hilo limejengwa kwa lengo la kuunganisha barabara kuu ya Usagara Sengerema Geita kilomita 90 ambayo ni sehemu ya barabara iliyopo kwenye ushoroba wa Ziwa Victoria na inayoanzia Silali mpakani mwa Tanzania na Kenya hadi Mtukula mpakani mwa Tanzania na Uganda. Ni jambo zuri. Mara mwanzo si mnapita tu kwenye maji, lakini sasa hivi itakuwa mnapita kwenye boti na wengine wanapita juu. Kunakuwa na daraja ambalo watapita magari. Hiyo ni jambo zuri sana. Na nishawahi kupita hapa enzi hizo. Ilikuwa hiyo plani ndio wanasema kwamba litajengwa daraja. Ni parefu kiukweli. Ukiwa unaelekea Sengerema huko. Ndio. Mara mimi mpaka Sengerema nishafika huko. Na hiki kivuko pia nakijua. Kwa hiyo ni jambo zuri. Ni jambo la kuishukuru serikali, pia itakuwa imewarahisishia baadhi ya watu. Mtu hataki kupanda kivuko, anapanda zake gari anavuka. Kwa sababu wengine kwanza ni woga wa maji. Wanakuwa hawana jinsi tu. Na kivuko kinatumia muda gani? Hawajasema, lakini kinatumia dakika nyingi kidogo. Ni parefu. Kwa sababu hii daraja wamesema wamejenga kilomita 3. Kilomita 3 si ndefu kidogo. Ni ndefu kidogo. Kwa kweli hongera, serikali imejitahidi, imepambana. Serikali inajitahidi sana kuendeleza miradi aliyoiacha JPM. Tunaenda kwa habari nyingine, anasema uwekwe mkakati usafirishaji wa bodaboda usiwe holela. Maana bodaboda saa hizi unashuka tu kwenye gari, usipoangalia bodaboda inakupitia. Hii habari inasema ujio wa usafirishaji wa pikipiki nchini umeleta mapinduzi makubwa katika sekta ya usafirishaji, ukitoa fursa kwa wananchi chaguo la aina ya usafiri rahisi na wa haraka, hususan katika miji yenye msongamano kama vile Dar es Salaam. Bodaboda zinawezesha abiria kufika haraka katika maeneo ya kazi na shughuli nyingine kwa gharama nafuu ikilinganishwa na usafiri wa magari mathalani daladala. Daladala kwa kweli hapa na hapa sinasimama. Lakini bodaboda ukikodi faster umefika, lakini pia na faster kukukatisha maisha yako. Marake ajali ya bodaboda pia. Yaani ukishapeleka kule Muhimbili watu wanaangalia umeumiaje. Kama umeumia nini wanakata tu. Ndio. Wanakata huna. Yaani faster ina uzuri wake na ubaya wake. Lakini tatizo vijana wetu wanaitumia vibaya. Kwa maana hiyo hata wewe abiria kama umepata ajali ukifika kule umepanda bodaboda umeumia unakata mguu. Inategemea umeumiaje. Kama ushakuwa yaani umeumia ni mambo yake process ndefu, uchane, ushone, ufanye nini. Watu wanaamua kukata tu shwanga maliza shughuli. Yaani bodaboda ni nzuri lakini pia ndio. Yaani kuna mama mwenyewe muuza genge, jioni anapandaga bodaboda anaenda kwake. Bodaboda yupo katika foleni, avuke kwenye zebra, bodaboda hata ilipotokea. Imemkachanika paja. Kwa sababu ilimpushi kamdondoka afu ikamdondosha afu ikampitia ikaondoka zake. Na wale kama unavyojua kwa kupita chocho. Kwa hiyo hakupatikana. Hajapatikana. Yule mama sasa hivi anaugulia mguu kachanika ni paja ile. Yaani hiyo ni hatari. Ni usafiri mzuri wa haraka lakini sasa inakuwa ni changamoto. Wajua wanakuambia waendesha bodaboda kwamba usafiri wao sio wa kufuatisha sheria. Yaani sio wa kutisha. Na kweli kutokana mtu kwenye traffic zile yeye anavuka. Anachungulia tu kidogo. Anachungulia hapa naweza kupita anapita. Matokeo yake
gari inakuja huko inawabutua. Au unamkuta katikati huko tena na huko tena anapita katikati. Mimi aniache. Alafu kuumia bodaboda ni machozi sana. Wao wanaruka, anajua kabisa hii ajali na anaruka. Kwa hiyo kazi kwako ya abiria. Unaweza ukaumia yeye akatoka. Yaani hatari sana. Haya, tunaenda kwenye habari nyingine. Inasema shehe wa mkoa wa Singida akabidhi iftari magerezani. Ofisi ya BAKWATA mkoa wa Singida Isa bin Nasoro amepongeza Ramadhan Char program inayoongozwa na ndugu Ahmed Misanga na taasisi ya Jai kwa kutoa sadaka magereza ya manispaa ya Singida. Hayo ameyasema leo katika ziara yake ya kutembelea wafungwa kwenye gereza la manispaa ya Singida na kutoa sadaka ya iftari pamoja na dua na daku, ambapo sadaka hizo zimetolewa na taasisi ya Ramadhani Charity Program ya mwaka 2025 pamoja na Jai. Sheikh Isa amewaomba watu mbalimbali kuwajali watu mbalimbali kwa kuwasaidia na kwa kutoa sadaka kama hivi iftari, ndio vitu mbalimbali yani. Sawa sawa. Anasema kwani hata mitume pia walifanya hivyo. Mashaallah. Hilo ni jambo zuri. Akawaomba pia watu wengine wasaidia watu wasiojiweza, maskini. Yaani hilo ni jambo zuri. Magerezani. Yaani mpaka kuwakumbuka wafungwa kama hawa nao ndio kweli nini wakawapelekea iftari, kwa kweli ni jambo zuri sana. Ni jambo zuri sana. Na wengine vile kama anavyosema wakumbuke wengine mayatima. Yaani hayo ni mambo ya heri na ni mambo ambayo yanatakiwa yafanyike. Sasa ni mwezi huu. Hicho ndio kipindi chake cha kutafuta sawa. Sawa. Basi kwa leo katika kipindi chetu cha yaliyojiri tunahitimisha hapo mpaka muda mwingine kesho panapo majaliwa. Naye kuletea kipindi hiki ni mimi mtangazaji wako Rose Mabula nikiwa na wenzangu Sheikh Ali Muhammad Salim, Aisha Muhammad Katoto. Kwa pamoja tunasema kwa elini, msikose kujiunga nasi kesho panapo majaliwa. Asanteni.